Habari za wakati huu mtazamaji wa ZTV, karibu tuzungumze, lakini pia tuyachagize na kuyachakata yale yote ya kimichezo kutoka kwenye channel yako namba moja kabisa ya michezo. ZTV inakuweka karibu kabisa na habari za michezo. Jana tulishuhudia mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika, mchezo ambao kwa upande wa Simba dhidi ya Esperance de Tunis, na mchezo huu bana ulitamatika kwa sare ya bao 2-2 kwa upande wa Simba pamoja na Esperance de Tunis. Na kwa upande wa Simba goli lilifungwa na Shomari Kapombe dakika ya 39, lakini goli la pili lilifungwa na Yusuf Kagoma dakika ya 44. Kwa upande wa Esperance de Tunis goli la kwanza lilifungwa na Abubakar Diakite dakika ya 64. Goli la pili lilifungwa na Koseila Baulia dakika ya 79. Magoli haya yaliweza kufungwa kwa upande wa klabu ya Esperance, lakini kwa upande wa Simba Shomari Kapombe pamoja na Yusuf Kagoma magoli mawili hayo. Na mpaka sasa Simba kwenye grupu D yupo nafasi ya 4 akiwa na alama 1. Nafasi ya kwanza yupo Stade Malien michezo 4 akiwa na alama 8, lakini wa pili ambaye alicheza na jana Simba Esperance de Tunis michezo 4 akiwa na alama 6, na watatu ni Petro di Luanda michezo 4 alama 5, na wa mwisho ambaye wa 4 ni Simba michezo 4 alama 1. Kwa kuangalia grupu na kufanya tathmini zako, Simba ipo kwenye hali gani? Na akiwa amepata alama 1 ndani ya grupu hilo, je, anaweza kuchanga karata zake vizuri na kuingia katika hatua ya robo finali? Haya na kuachia wewe, ni maoni yako utayatoa hapo kwamba ni kweli anaweza kuingia malaa, utatoa maoni yako. Lakini baada ya mchezo kutamatika kutokea na sintofahamu ama tuseme vurugu, mashabiki wa klabu ya Simba kwa kweli kwa hili hapana, wamemvamia mwenyekiti wao wa klabu ya Simba Murtaza Mangungu na kumfanyia fujo, kumfanyia vitendo ambavyo sio vya kiungwana kabisa. Na klabu ya Simba imetoa taarifa kwa umma na kusomea hapa kila ambacho wameweza kukiandika kwamba bodi ya wakurugenzi ya Simba imesikitishwa na vitendo vya baadhi ya watu kumvamia na kumfanyia fujo mwenyekiti wa klabu na makamu mwenyekiti wa bodi Murtaza Mangungu baada ya mchezo wetu dhidi ya AS Tunis kumalizika katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Vitendo hivyo sivyo vya kiungwana, havikubaliki na havitafumbiwa macho. Uongozi wa klabu unatoa pole kwa mwenyekiti Mangungu kwa kadhia hiyo. Aidha, uongozi wa klabu umeliandikia jeshi la polisi kuchukua hatua za kisheria kwa wote waliohusika katika vurugu hizo au kula njama ili kuwafikisha katika vyombo vya sheria. Bodi inasisitiza kuwa haitabariki wala kuvumilia mtu yeyote atakayeharibu taswira ya klabu kwa namna yoyote. Na hiyo ndiyo taarifa ambayo imetoa klabu ya Simba kukemea na kulaani vitendo ambavyo sivyo vya kiungwana kabisa, na kweli sio vitendo vizuri kwa upande wa klabu ya Simba. Kwa wale ambao wameshiriki katika jambo hilo, sio jambo zuri kabisa. Na mwalimu huyu Kiwelo Julio amezungumza kwamba amesema hii unatoa utawahi, lakini nataka nipate muda mzuri wa kuwafahamisha watu kwamba tufike sehemu lazima tuseme kwamba hapa panatosha. Watu ambao wanajua wanawaudhi watu wengine lazima wakubali kupumzika. Mimi bado napata mashaka na maumivu makubwa kuona kila kukicha watu wanamtukana Mangungu. Amesema hivyo mwalimu Julio, lakini utamsikia hapa kile ambacho anaenda kukizungumza. Sikiliza kwa kina kabisa, utapata kitu kile amekizungumza mwalimu na utapata kufahamu kabisa ni kitu gani, lakini pia ameshauri nini kuhusiana na tukio la jana lilofanywa mwenyekiti wa klabu ya Simba Murtaza Mangungu. Na ikiwa ni mara yako ya kwanza, kabla tujamsikiliza huyu mwalimu, na kusihi kwamba kusubscribe ili wa kwanza kabisa kupata update mbalimbali za michezo kutokea ZTV. Subscribe, lakini usisahau kuwasha alama ya notification ili wa kwanza na utakuwa haupitwi kabisa na habari hizi za michezo. Subscribe, like, comment, lakini usisahau kushare kwa marafiki zako. Tunaungana na mwalimu Julio kwa ajili ya kutuelezea kwa kina kabisa tukio lilotokea pale
uwanjani siku ya hapo jana na kichambua kwa kina kabisa na utapata kufahamu na kuelewa. Huyu hapa tumsikilize. Kwamba uongozi upande wa mwekezaji hawataki kukubali, na hii inatoa utaniwai, lakini bado nataka nipate muda mzuri kuwafahamisha watu kwamba tufikie sehemu lazima tuseme kwamba hapa panatosha. Watu ambao wanajua kwamba wanawaudhi watu wengine lazima wakubali kupumzika. Mimi bado napata mashaka na maumivu makubwa kuona kila kukicha watu wanamtukana Mangungu, lakini Mangungu wajua yuko upande wa mwekezaji ambako kuna nguvu kubwa. Nguvu kubwa iko kule. Labda mimi nikuulize kitu kimoja Matereka. Sisi Simba, mimi manake mwana Simba, tulisajili wachezaji 13 msimu wa mwaka juzi. Baadaye wachezaji msimu wa mwaka jana tukawatoa 13 tukaleta nafikiri wachezaji 11 au 12. Lakini wachezaji hao wameenda wakaja wakasajiliwa wachezaji wapya tena. Lakini hao wapya wamekuja wametolewa 7, wamesajiliwa wachezaji 6 kama sio 7 tena. Hebu niambie, bado tumepata na mwalimu mwingine mpya. Baada ya kutoka mwalimu mpya ambaye alikuja na niambie wewe unapokuwa unakuwa na mwalimu mpya na una wachezaji wapya, what do you expect? Timu haiwezi kupata muunganiko kwa haraka kama wanavyodhania. Mwisho wa siku utakuwa unalaumu mwalimu ambao wametoka Simba karibu 12 13. Hivi kweli tuulizane, hao walimu 12 13 wote wabaya? Kweli walimu 13 wanaweza kuwa wabaya katika Simba wengine wakawa wazuri? Sio kweli. Tatizo liko kwa viongozi ambao wanaleta hao wachezaji. Wenzao Ulaya kuna watu wanafanya scouting ya wachezaji ili waende. Lakini wao ndio wamekuwa kama vile chama ambacho Nyerere alikikataa zamani cha Zanzibar kilikuwa kinaitwa Hizbu. Wao ndio mawakili, wao ndio wanakushtaki, wao ndio wanafanya kila, wanakufunga. Haiwezekani. Ifikie sehemu kama kiongozi, kaeni viongozi, wapeni watu wenye nafasi za kusajili wachezaji wa maana wa wasajili. Leo hii tumesajili wachezaji wapya wanaenda kutufundisha magoli. Sasa hiyo Simba gani? Hii ni matatizo ya uongozi, sio Mangungu kama ambavyo nadhani. Mangungu ni daraja la kupita kutokana na maovu wanaofuata watu. Hii ni Pati Gazeti, mchezo kamili mtautoa Dar es Salaam siku 2 hizi kuhusu Simba.